Mpendwa rafiki, habari ya wakati huu. Naamini umekuwa na siku nzuri sana, siku ya pili katika mfululizo wetu huu wa maombi ya siku 10. Na leo tumeangalia kwamba kipaumbele kikubwa zaidi cha Mungu kwetu ni kutufanya sisi tuwe watu ambao watakuwa mashuhuda wa matendo makubwa ambayo Mungu anayafanya katika maisha yetu. Katika siku hii ya leo, jambo la kusisitiza kubwa zaidi, ingawa tutakuwa na mipango yetu wenyewe, tuna malengo binafsi, lakini lengo la kwanza la kuishi kwetu ni kuhakikisha tunaiweka taswira ya Mungu kwa usahihi mbele za watu, kwa sababu Mungu ndiye muumbaji wetu na anatamani watu wamuone hivyo kupitia sisi. Mwisho wa maisha haya, thamani ya maisha yetu sio yale mambo tuliyojikusanyia, sio elimu tulizosoma, sio mali tulizopata. Mwisho wa maisha yetu wenye thamani ni jinsi tulivyowafanya watu wamuone Mungu, wamfahamu Mungu mwenye upendo, ili waweze kushiriki baraka zake pamoja nasi. Mungu akubariki mpendwa rafiki, unapofanyika kuwa baraka kwa wengine, baraka kwa kanisa, baraka kwa jumuiya, ili mwisho wa maisha haya Yesu anapokuja mara ya pili, wote tusimame na kusema asante Bwana, kwa sababu tuliishi kwa makusudi yale ambayo wewe mwenyewe uliyahitaji kwetu. Uwezo wa Roho Mtakatifu utamaraki maishani mwako katika jina la Yesu Kristo. Amen.